Yani pazuri ndio. Yani mdogo wangu, nilisema nitakufanyia kitu cha kukufurahisha. Maeneo mazuri sana yani. Sana. Hapa tunakaa. Kaa tu mdogo wangu, ni kiti hichi eti. Kiti. Wewe umekionaje? Sisi kuna tukali. Kanisa ndio unajua sisi tunakalia hivi. Sisi kitanda. Na wewe mdogo wangu acha ushamba na wewe. Wewe naweka mdogo wangu, hii ni kiti wala nani hii. Ni kitanda nacho ukiona. Sasa mbona kama kitakodoro? Wewe dada wewe. Ni kochi ya kukaa, kiti cha kukaa watu. Kwa watu huko ndo wanakalia kiti. Hey. Wewe mdogo wangu wewe. Na mambo. Si kweli ndo hoteli. Umesema inaitwaje? SG Resort. Wana huduma nzuri. Wana huduma kabambe. Wow. Aise jamani dada. Mimi hata sijui nikwambie. Hata sijui nikushukuru. Ushukuru ni gani? Jani sasa. Sija kupeleka sehemu husika. We ukiziona. Mama, mbona utazidi kuchanganyikiwa mara mbili hapo? We dada wewe. Ukiingia huko kwenye vyumba vyao. We amazing. Ukiingia kwenye hivyo vyakula vingine ambavyo hatujavila. Nikikupeleka utachanganyikiwa. Ni pazuri. Ulivyokuja, si uliona wazungu walivyozagaa huko? Nimeona hivi ni wengi. Yaani kila kitu. Ni SG Resort. SG Restores. Sasa basi dada, nilikuwa nimekaa sehemu ni nzuri. Ni nzuri. Yaani ni nzuri. Nilikuwa naangalia tamthilia moja inaitwa Dhaifu. Dada, wewe. Yaani naona kama inalingana na hii. Wana mambo makubwa. Wewe acha. Ngoja dada. Kwani wale wasanii ni wa wapi wale? Ni wa Arusha hapa? Sija kupeleka sehemu husika. Sana kwambiaje dada? Mimi tena kurudi kijijini. Au ethubutu. Sirudi. Bora leo nimekuona. Hivi wewe unanitafuta nini? Unanitafuta nini na binti yangu? Unachotaka kwake nini? Una hela? Hivi Sophie, unanichukuliaje kwa mfano? Usi unajua mimi nimeoa? Hiyo sio sababu kweli Mashimba. Kwa hiyo kama ukioa hairuhusi tena mtu mwingine kukupenda? Hiyo haizui na wala haina sababu. Unataka kumkokota dada watu, unamsumbua dada watu asifanye biashara zake, tunaenda ukamshawishi dada. Mimi wakushawishiwa kweli? Sijakataa. Utachukua hela ya watu. Narejeshaje kwa mfano? Dada, acha mambo ya zamani. Tama mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzo na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitaja umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea, yani sina msaada ninapopita barabara. Mama, si nilikuwa napita naelekea chumbani kwangu. Nikasikia kwenye chumba cha Kamashimba akiwa anaongea na mke wake.
Kila kitu mama nimesikia. Maneno yote walikuwa wanazungumza mama nimesikia mwanzo mpaka mwisho. Ila mambo niliyoyasikia mama yangu ni mazito sana. Mimi mwenyewe ni mpaka nilichoka. Niliishiwa na nguvu, yani hivi unavyoniona. Yaani sikutarajia kama kuna kitu kama hichi mama. Unajua sikutegemea. Ni maneno gani hayo? Ila mambo niliyoyasikia mama yangu ni mazito sana. Mimi mwenyewe ni mpaka nilichoka. Niliishiwa na nguvu, yani hivi unavyoniona. Yaani sikutarajia kama kuna kitu kama hichi mama. Unajua sikutegemea. Ni maneno gani hayo? Yule mwanamke. Hivi mke wangu, una shida gani na wifi yako? Sina shida naye yoyote mbona. Ila wewe kama unavyomjua ndugu yako, mdomo mwingi, ndio maana mimi sipatani naye. Okay. Tuachane nayo. Hata hivyo nafikiri ni muda wa kwenda kazini. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba nikuache. Si unajua mpanangano wenyewe ndio hii. Sawa, lakini kuna kitu nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Uishwagi maneno. Muda wote nimekaa hapa. Basi tufanye hivi. Ngoja niende, nikirudi nafikiri tutaongea sana tu. Si ndio? Hapana, kwa sababu halitachukua muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu nisikilize. Hebu niambie, ni kitu gani hicho? Lakini nilikuwa naomba uniahidi kitu kimoja. Kwamba hautakasirika. Mume wangu, unakumbuka kuna kipindi ulikuwa ukija nyumbani kwa mama, unamkuta yule mtoto afu ukiniuliza ni wanani nakwambia ni jirani yangu. Ndio, namkumbuka. Sasa yule kiukweli yule mtoto ni mtoto wangu wa kumzaa. Unajua wewe umeota? Una ndoto, si ndio? Mume wangu, nipo serious. Na ninachokiongea na maanisha. Yule ni mtoto wangu wa kumzaa. Hivi wife, unachokiongea unajisikia wewe? Unaongea kitu serious hapo? Ndio mume wangu, sasa mbona umekasirika hivyo? Mke wangu, tumeishi muda mrefu mimi na wewe, ni mwaka sasa. Yaani kwamba unachoongea kiko serious? Ndio mume wangu, ila naomba unisamehe, sikupata muda wa kukueleza. Kwa sababu nilihofia ningekuambia ungeniacha. Unajua kitu ambacho unaongea hata kiingii kabisa akilini. Kwa nini lakini mke wangu? Ni kipi ambacho ulikosa kwangu? Na kwa nini ukanidanganya? Mume wangu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe sana, nimefanya makosa. Baada haya yote alafu bado na urudi kuniambia kwamba nikusamehe. Ulishindwa nini kuniambia toka mwanzo? Mume wangu nisamehe. Naomba unisamehe. Yule mwanamke ana mtoto kwao. Kidonyo, unasema kweli? Mama,
Yule mwanamke alizaga akiwa kwao. Kwa hiyo ana mtoto. Yaani mpaka kuolewa na kaka ana mtoto mwingine kamwacha kwao. Yaani mama, hilo ndo ukae ukilijua mama yangu. Hivi Mashimba ana akili kweli? Anakwenda kuoa mwanamke mwenye mtoto. Ameshindwa kuona mabinti wadogo? Mama, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Hapa lazima tufanye jambo. Yaani mamangu, tushirikiane mimi na wewe. Tuhakikishe tunamtoa mwanamke hapa. Nakwambia ataondoka. Hivi Mashimba hanijui? Yule mwanamke na kuahidi mwanangu ataondoka. Yaani mimi aniharibie ukoo. Mimi nasubiri mjukuu wangu mwenyewe kama mjukuu wangu anaenda kuletea damu ambazo mimi sizijui wala hazinihusu. Hivi Mashimba ana akili kweli? Sasa atanitambua Mashimba. Twende. Halo. Nipo nyumbani mwanangu, sijisikii vizuri leo na umeuma mwili. Yaani hautaki kabisa yani. Ndo nataka nilirushe kidogo hapa, sinaelewa. Shemu wapi bana? Hamna cha shemu wala nini. Nalirusha mwenyewe hapa. Bora leo nimekuona. Hivi wewe unanitafuta nini? Unanitafuta nini na binti yangu? Unachotaka kwake nini? Una hela? Una kazi? Ni mgumu, mbona sikuelewi leo? Umemkaa na mimi? Shida ni hivi. Ukome kumfuatilia mtoto wangu. Nitakuja nikufanye kitu kibaya wewe. Utajuta. Ni mkubwa. Ina maana unataka kusema mimi natoka na mtoto wako, si ndio? Mlikuwa mnafanyaje pale? Umeniona wapi mimi? Afu isitoshe huu binti yako hapa ana mbele wala nyuma, ana shape, ana lolote yani. Sawa. Ngikuonyesha pigo zangu mimi utadata. Mtoto wako afiki mahali. Sasa ninakwambia una pigo zangu. Ukinionyesha hapa. Kwa sura ipi wewe msichana ambaye atakuhitaji wewe? Afu kuwa mstaarabu. Mwanaume hawagi na shape. Na sijui hata msichana wangu ulimdanganya nini mpaka akakubali hiyo sura yako ambayo giza la wewe. Naomba ukae chonjo na mtoto wangu. Naomba ukae mbali na mtoto wangu. Utakuja kujuta. Mimi mkubwa, labda nikwambie kitu, sawa? Mimi sitoki na mtoto wako na sijawahi hata kumtongoza. Mimi na kodi zangu, afu isitoshe mtoto wako ana mbele wala nyuma, ana nyashi, ana sura, afu unaniambia mimi eti natoka naye. Sawa? Wewe tafuta mtu anayetoka na mtoto. Kati ya mtoto wangu na wewe, nani kijamkera? Hivi umejitazamaga kwenye kioo ukajiangalia sura yako ilivyo? Hakuna msichana yoyote hapo. Hata anaweza kaona sura yako akaogopa akakimbia. Sasa, ukitaka ujue undani wangu, ukitaka unione mbaya, ukitaka unione Firauni, kijana, na kupoteza ndani ya lisali moja. Tena usije ukacheza na mimi. Usije ukacheza na damu yangu. Usije ukacheza na mtoto wangu. Tafuta pa kuchezea. Wewe nenda zako kaoge bro. Kwanza nyusi sijui na miezi 6 sasa hivi nataka kaoge hapa. Nikwambia hivi, utafute pa kujichimbia. Kaoge bwana. Utafuta kwa pa kujichimbia. Utanijua mimi ni nani. Utajua undani wangu vizuri. Wewe nenda kaoge. Mama, mbona unaonekana haupo sawa? Afu unaonekana na mawazo sana. Ni kitu gani unachofikiria? Sijui nyinyi mnafikiria nini kwenye akili zenu. Una maana gani mama? Hivi unadhani alichokifanya kaka yako ni sahihi? Kumbe mama unafikiria huyo mjinga anachokifanya? Mimi nimeshaongea sana mpaka nimechoka. Ile nje ndo naona mmelifumbia macho hili tatizo. Sisi tunalifumbia macho. Kwa hiyo unatoa ushauri au unatutukana mimi na baba yako? Hapana mama. Sijamaanisha hivyo. Naomba unisamehe kama nimekosea. Nenda kaendelee na shughuli zako. Alafu mwambie huyo kiruka njia aniletee mtandio wangu, mimi nataka kutoka.
bwana. Mama samahani. Production. Mashimba, nitakupotea. Sio nzuri eh? Kwema? Nilikumisi mwenzio. Naona uko mjini dada. Nini shida? Sasa mbona utakaje kunipalia jibu langu? Na unajua nakupenda tangu tukiwa shule. Hivi Sophie, unanichukuliaje kwa mfano? Usi unajua mimi nimeoa? Hiyo sio sababu kweli Mashimba. Kwa hiyo kama ukioa hairuhusi tena mtu mwingine kukupenda? Hii haizui na wala haina sababu. Unajisikia kweli unachokiongea? Okay. Unataka nifanye nini sasa? Nishauri nifanye nini? Na wewe nikuoe? Ila jua tu nakupenda. Okay. Siwe kesi, nakupenda pia. Umeridhika? Ile hivyo unavyofanya sio vizuri kabisa kumfanyia mwenzako hivyo. Ngoja nikwambie kitu. Nimekuja mjini kwa ajili ya kuja kutulia mimi na familia yangu. Unaelewa sio kwamba uelewi? Sio, nisikiliza kwa makini. Karibu mjini. Okay? Karibu mjini na asante kwa upendo wako. Safari njema. Lasty Production. Purchase your tracks today. Dada huyo. Karibuni. Shikamoo Juma. Marhaba, karibuni. Karibuni ndani. Asante. Choka. Acha tu nikae hapa maana sikuwa kuchoka huko. Sasa unakaa unamwacha mwenzio amesimama. Ndio ulivyofundishwa hivi. Aha, dada na umeanza sasa. Sio nimeanza. Hivi ni heshima kweli umekuja na mgeni alafu mwache mgeni amesimama au ukae? Wala hata usijali, mimi mwenyewe nimeamua tu kusimama. Mmeniwahi sasa, yuko anataka kuondoka. Haya, wapi huko alikuwa anaenda? Kuna sehemu nilikuwa nafika mara moja. Si unajua tena mishemisha za mjini. Haya, mguu wako huu. Mimi. Hebu kaa kwanza hapa nikwambie kitu kizuri. Huyu hapa ni rafiki yangu.
aliniletea nguo yangu nilikuwa nimemwagiza pale kibandani. Akanielezea kikoba anachochezaga. Ndio sasa alivyonielezea nikamwambia dadangu yuko pale. Na mimi natamani dadangu apate kamtaji apambane hivyo. Kwa hiyo nikamwambia twende nyumbani. Tukamwelezea dada. Ndio maana tumekuja. Jana nilipita hapa hivi. Nilikuona umenyong'onyea. Nikaona niende kwa mdogo wako. Nikaongea naye akaniambia kwamba ni una mtaji. Nikasema ngoja tu tukamshauri. Ni wazo zuri. Wala siwezi kupingana na nyinyi. Lakini wewe klasi isha kunyima. Nishakwambia ukiwa unakuja nyumbani kwangu njoo na hoja ya msingi, lakini usije ukaniletea mambo ya mikopo. Unataka kumkokota dada watu, unamsumbua dada watu asifanye biashara zake, tunataka ukamshawishi dada. Mimi wa kushawishiwa kweli? Sijakataa. Utachukua hela ya watu. Narejeshaje kwa mfano? Dada, acha mambo ya zamani. Nilikwambia mambo mazuri yanapatikana hapa katika hoteli ya SG Resort. Ndio kabisa. Umejioneaje? Yaani mazingira ya kwanza hadi nimefurahi sana mazingira ya hapa. Na nina enjoy kabisa. Ase bana wewe. Kwanza naomba nisikilize. Ndio kabisa. Ukishafika hapa kama nilivyokuahidi. Ndio. Utalala, utakula, utakunywa, restaurant, kila kitu. Umesahau simple yenyewe. Nimeogelea leo. Nilikwambia. Ase ni safi na salama. Na salama. Na ulinzi upo wa kutosha. Wa kutosha. Kama ulivyoniambia. Ulichokisahau sasa. Kwenye chakula. Naomba ukienda mikoani kawaambie ndio SG Resort ndo habari ya Arusha. Kweli kabisa. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitaja umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea. Yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina.